Yes, karibu sana kwenye Sports Roundup ya Dayo Media. Kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young African kinatarajia kushuka dimbani katika dimba la Ali Hassan Mwinyi mkoani Tabora. Tabora United akienda kumkaribisha Yanga, ambao mchezo wa mkondo wa kwanza uliopigwa jijini Dar es Salaam katika dimba la Azam Complex jijini Dar es Salaam, pembezoni kidogo mwa mji huo wa Dar es Salaam, na mchezo ulitamatika kwa Tabora United kuweza kupata ushindi wa goli 3-1, huku Yanga waliweza kufungwa katika mchezo wa mkondo wa kwanza. Leo ni mkondo wa pili, ama ni mzunguko wa pili. Yanga anakuja ama anaingia dimbani kwenda kurudisha kisasi kile ambacho alichoweza kufanywa na Tabora United. Hawa wanajulikana nyuki akumbatiwe. Mchezo huu kumekuwa na mijadala mingi kweli kabla ya mchezo huu kwenda kupigika hapo baadaye katika dimba la Ali Hassan Mwinyi. Kumekuwa na vitisho, huruka, migogoro ya hapa na pale, watu mashabiki kutambiana kufika hadi kutafutana na kutoana ahadi ya kupotezana ama kupelekwa mbali zaidi. Sasa unatazama hapo ni mashabiki wa Dar es Salaam Young African, na hii sio Dar es Salaam, hii ni mkoa wa Tabora. Mashabiki wa Yanga ni kweli wamejazana katika dimba hili la Ali Hassan Mwinyi, na hapo sio ndani ya uwanja bali ni nje ya uwanja. Mashabiki ni wengi kweli, wamejaribu kujikusanya na huku wakiwa wakishangilia, lakini kubwa kuliko mashabiki wa Yanga wamezuiliwa kuingia katika dimba hili la Ali Hassan Mwinyi kwa sababu tu muda wa kuingia kwa mashabiki bado haujaweza kuruhusiwa. Lakini mashabiki wengi wa Yanga wanasema kwamba mchezo unaopigwa majira ya saa 10 kufika mpaka majira ya saa 6 mageti huwa yanafunguliwa na mashabiki kuingia katika uwanja huo. Lakini hapa kumekuwa na utofauti kidogo. Mpaka kufikia hivi sasa mashabiki wa Yanga wako idadi nyingi nje ya uwanja, na huku wakidai kwamba wamezuiliwa kuingia katika dimba hilo la Ali Hassan Mwinyi. Mchezo huu kumekuwa na ugomvi, kumekuwa na migogoro ya hapa na pale. Kauli ya mkuu wa mkoa wa Tabora Bwana Chacha alisema kwamba wachezaji wa Tabora United waliweza kutumiwa jumbe mbalimbali, huku jumbe hizo wakisema kwamba mchezo huu tunaomba mtu legeze kidogo mchezo, mtu achie kidogo, na wengi wachezaji wa Tabora United wamehaidiwa fedha ili kuwalipa wachezaji hao wa Tabora United ili wasiende kuwapa pressure kubwa sana kuelekea katika mchezo huo. Mkuu wa mkoa wa Tabora Mheshimiwa Chacha ameeleza hivyo hapo siku 3 zilizopita, na huku afisa habari wa club ya Dar es Salaam Young African Ali Shaban Kamwe amesema kwamba kile ambacho unachokizungumza mkuu wa mkoa Bwana Chacha kuhusiana na sisi kuweza kutoa rushwa kwa baadhi ya wachezaji wa Tabora United, sasa tutakachoenda kukifanya katika dimba la Ali Hassan Mwinyi, kiukweli hautaamini pale ambapo unapoweza mchezo huo kuchezwa hapo baadaye. Mashabiki wa Yanga hao ni wengi kweli, wamejitokeza kwa wingi na huko wakiwa wakishangilia, lakini kubwa kuliko mageti ya uwanja wa Ali Hassan Mwinyi kutoka mkoa wa Tabora nyuki akumbatiwi, bado mageti hayo hajaweza kufunguliwa mpaka hivi sasa. Lakini mashabiki wa Yanga ni kweli wengi wamejazana kwa wingi kweli, huku nyimbo na faraja zikiendelea kulindima nje ya dimba la Ali Hassan Mwinyi. Lakini leo wanasema kwamba GSM, huku majina matatu ama herufi 3 zilizoambatana kwa urefu wa jina la mwekezaji wa klabu hii ya Yanga GSM Bwana Halib Said Mohamed GSM, na huku mashabiki wa Yanga wakiimba na kucheza huku wakilitaja jina la GSM. Kutoka mkoa wa Tabora, Tabora United dhidi ya Dar es Salaam Young African ni mchezo wa ligi kuu Tanzania Bara, ni mchezo ambao wa vita na kisasi kweli. Mashabiki wa Yanga wanautaka mchezo huu.